Habari ndugu zangu, habari za muda huu. Ni yule ndugu yenu Juma Omar Sharifu almaarufu Alkasusu. Ni katika mwendelezo ule wa kuelimishana, kukumbushana masuala mbalimbali za kijamii. Leo niko hapa kuelimisha au kukumbusha wafanyabiashara na wanunuzi wa bidhaa swala zima la wakala wa vipimo. Je, tunafahamu nini umuhimu wake? Tega masikio yako, macho yako, endelea kunifuatilia. Juma Omar Sharifu. Wakala wa vipimo, Weights and Measures Agency, WMA, ni miongoni mwa wakala za serikali ambayo ilianzishwa tarehe 13 Mei 2002 kwa tangazo la serikali la namba 194 la tarehe 17 Mei 2002. Kwanza tumejifunza wakala wa vipimo imeanzishwa tarehe 13 Mei 2002 na tangazo la serikali la namba 194 la tarehe 17 Mei 2002. Sasa awali ilikuwa chini ya idara ya biashara ndani ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Lengo la serikali kuanzisha wakala wa vipimo ni kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, hususan katika matumizi ya sahihi ya vipimo mbalimbali. Sasa dhima kuhakikisha kuwa mlaji analindwa kuhusiana na vipimo vinavyotumika katika sekta za biashara, afya, usalama na mazingira, na kwamba jamii ya Tanzania inaelimishwa juu ya umuhimu ya matumizi sahihi ya vipimo. Ndugu yangu, mwananchi mwenzangu, mfanyabiashara mwenzangu, alahala, unapopunja vipimo, hatua kali za kisheria itakukuta. Ndio sababu wakala wa vipimo ikaanzishwa kwa ajili ya kumsaidia mlaji apate kipimo sahihi kutokana na fedha aliyoitoa. Ijapokuwa kuna baadhi ya biashara wanaufinya ule mzani wake ili yeye apate faida, ampunje mlaji. Sasa ole wako. Lakini vipimo batili ni vipimo ambayo havijahakikiwa na wakala wa vipimo, hivyo hairuhusiwi kutumika katika sekta ya biashara, usalama, afya na mazingira. Mfano, ndoo, visado, makopo, bakuli na mizani isiyohakikiwa. Leo mara ngapi masokoni tunaona vitu hivyo vinatumika? Kumbe ni makosa. Biashara leo jua hivyo kwamba ni makosa ambayo wanatumia. Sasa ukikamatwa, shauri yako. Leo nimekuja kutoa elimu tu. Madhara ya kutumia vipimo batili: kukiuka sheria ya vipimo, kufifirishwa, kufikishwa mahakamani, kumpunja mlaji kwa kuuza chini ya vipimo, kuuza biashara kwa kuuza bidhaa zaidi ya vipimo, kupoteza rasilimali muda. Ndugu yangu, kuna msemo unasema kutofahamu sheria si utetezi wa kosa uliofanya. Sasa jukumu lako ni kuacha kuwapunja watu. Mzani wako utumie vizuri. Kama unatumia mzani ovyo batili, acha. Leo utakamatwa, utapelekwa mahakamani, utapewa adhabu ya nini yote hayo? Leo nimesema hapana, nije hapa kuelimisha, kuwakumbusha wananchi wenzangu, wafanyabiashara wenzangu, tuache kuibia wananchi kupitia vipimo. Sina mengi, nimekuja hapa kuzungumzia vipimo, wakala wa vipimo, kuwakumbusha wananchi wenzangu umuhimu wa kupima kwa haki na usawa. Asante sana. Juma Omar Sharifu.